Zenj TV, tujivunie nyumbani. Mimi sina chama chochote cha siasa na wala sijihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Ni mwananchi tu wa Tanzania. Kwa hivyo hata wakati nafanya baadhi ya vitu ambavyo nilivifanya ambavyo vimepelekea mpaka mambo yote yameweza kutokea. Baadhi ya vitu ni misunderstanding tu, lakini mimi sipo kabisa katika siasa. Ila namshukuru Mungu kwamba uchunguzi umefanyika sehemu tofauti tofauti na msamaha umeweza kupita wa Mheshimiwa Rais. Vitu vimeweza kuwa vyepesi na leo niko nyumbani. Lakini zaidi ya yote nishukuru mamlaka zote na nimshukuru sana mamangu kipenzi. Nilipata taarifa nikiwa ndani, bado sijapata nafasi ya kuona vyote maana ni vingi. Mimi mwenyewe akili yangu kwa sasa hivi bado I'm not in a mood to explain so much about anything. Lakini tu nimshukuru mamangu kwa vyote alivyofanya, kwa namna alivyonipigania kama mzazi, familia yangu kwa ujumla, marafiki zangu na Mheshimiwa Rais. Kwa kifupi sina mengi ya kuongea. Ila nashukuru Mungu niko nyumbani, nimerudi salama. Ni hivyo tu. Labda kama mamangu ana kitu cha kuambia, lakini zaidi ya yote niwashukuru pia Watanzania ambao waliweza kufika magereza, ambao walifanya chochote kwa nafasi yao, walioniombea salamu nilikuwa napokea tofauti. Nawashukuru sana kwa upendo wenu. Lakini pia watu wengi huwa tukienda kutoa misaada, tunatoa tu misaada kwa watoto yatima. Ila misaada inaweza ikapelekwa hata magereza. Kwa hiyo kwa watu mtakaopata nafasi, pelekeni misaada magereza. Pampers za watoto, pedi za mama, maziwa, kuna watoto wachanga kule, ndala, nguo, haya mabaibui, madera, kila kitu pelekeni kule misaada. Mnaweza mkaenda kama familia, kama kikundi. Hilo ndo kubwa ambalo mimi nimeliona kwanza la muhimu zaidi, kwa sababu kwa kwenda kule nimejifunza sana kushukuru. Allah amenifundisha kushukuru. Kuna vitu vingi tunavifanya unakuwa huru kama hivi, unaona tu ni kitu cha kawaida, ni vitu ambavyo we take for granted. Lakini uhuru, yani thamani ya uhuru ni kubwa sana. Thamani ya amani ni kubwa sana. Unapokuwa uwezi hata kugusa simu, uwezi hata kwenda sehemu chooni peke yako mpaka mtu akutizame unafanya nini. Sio maisha mazuri. Vurugu hizi, kuna vitu vikao vinatokea vya vurugu. Unakuwa wewe unajiangalia tu wewe kama wewe kwa vibe zako na miemko yako, lakini kule magereza kuna watu kwa vurugu tu kutokea, wao tarehe zao za mahakamani zinasimama. Upelelezi unashindwa kuendelea. Kwa yani vitu vinakuwa vinasimama, vitu vingi vinasimama. Kwa mimi nawashukuru tu Watanzania kwa kuzungumza lolote zuri kuhusu mimi. Namshukuru mama yangu, nashukuru familia yangu, nashukuru waandishi wa habari, mmekuepo kuanzia siku